miujiza kwa sababu sisi ni walegevu, hatuwezi lolote, tunashindwa tutaelekea wapi. Hebu nikwambie katika jina la Yesu, kuna Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Mama mmoja kwa jina la Sarai aliyekuwa tasa kwa miaka 90, mtu ambaye maandiko yanasema hakukuwa na sababu yoyote yeye kuweza kupata mtoto, lakini Mungu ni nani? Kile ambacho hakiwezekani Mungu alisababisha kiweze kuwezekana. Hebu nikwambie katika jina la Yesu, tuko na Mungu ambaye hajawahi kushindwa kutenda miujiza katika maisha ya watu wake. Kwa hivyo mahala popote uliko mtu wa Mungu, lazima uamini miujiza ya Mungu. Mzee, lazima uamini Mungu anaweza kutenda zaidi ya bidii yako. Kuna watu hufikiria nguvu zao ndizo zinaweza mambo, lakini kuna Mungu wa mbinguni ambaye hutenda mambo ambayo hakuna mtu yeyote awezaye. Mama mmoja aliyeteseka na shida ya kutokwa na damu miaka 12, aliteseka, akaenda kwa madaktari, hakuna aliyemsaidia. Mambo yake yalienda yakiharibika siku baada ya siku, akakuwa na shida hata katika jamii. Ni kwa sababu mtu yeyote aliyekuwa na tokwa na damu alitengwa. Lakini nisikize mtu wa Mungu, siku moja alisikia mambo ya Yesu, akasema nitaamuka, nitaenda, nitagusa upinde wa nguo yake, nami nitapona. Mtu wa Mungu nisikize, lazima uamini katika miujiza. Mama mzee, wewe ukiwa hapo katika hiyo biashara yako, lazima uamini katika miujiza. Wewe mtu wa Mungu nisikize, lazima uamini katika miujiza. Mtu ni mtu tu, hana nguvu zozote, lakini Mungu ni Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, yule mama akagusa upinde wa nguo yake Yesu. Maandiko yanasema Yesu akauliza, ni nani amenigusa? Wanafunzi wake wakamuuliza, unauliza aje na watu wamekuzunguka? Mtu wa Mungu nisikize, Yesu akasema kuna mtu amenigusa, na kutangazia siku ya leo mahala popote uliko. Wewe haunioni na mimi sikuoni, lakini natuma neno la miujiza kwa maisha yako. Unijui na mimi sikujui, lakini natuma neno, kwa sababu maandiko yanasema neno lilitumwa na likaponya na kutangazia miujiza. Mtu wa Mungu, na kwa sababu gani? Mungu hutumia miujiza kwa sababu sisi ni wanadamu, sisi ni walegevu, hakuna mengi tunaweza kuyatenda. Kwa hivyo nakutangazia siku ya leo katika jina la Yesu, katika hiyo nyumba yako mambo supernatural, mambo yamepita mawazo yako, miujiza ambayo imepita elimu yako, miujiza ambayo imepita akili yako, Mungu na akutendea siku ya leo, kwa sababu yeye ni Mungu wetu na hajawahi kushindwa. Watu wengi husema la asha, miujiza iliisha na mitume wa Yesu. Hizo ni propaganda za akili za watu. Miujiza iko mpaka siku ya leo. Hata saa hizi Mungu anatenda katika jina la Yesu Kristo. Nisikize mtu wa Mungu, Mungu anaweza kutenda jambo ambalo limepita akili za watu. Mama mmoja aliweza kupanda zile train ama gari la moshi katika zile nchi za ng'ambo. Kuna train zile ambazo ukipanda stage moja haisimami katikati mpaka ingie katika stage yake ya mwisho. Huyo mama alikuwa ameamini Mungu, akaingia kwa train kwa makosa. Naye alipoingia kwa makosa, maana yake ni kusema hii train haitasimama katika stage kule yeye anataka kushuka. Ni kwa sababu hairuhusiwi kusimama mahala popote katikati. Yule mama alipoingia katika ile train kwa makosa na ikaanza kwenda, akagundua ya kwamba hii train haitasimama kwetu nyumbani. Yule mama alianza kuomba akiwa ndani ya ile train, akaanza kuita jina la Bwana na akamwambia Mungu, nataka muujiza wako, kwa sababu hii train ikienda mpaka mwisho, huyu mama hataweza kurudi mahali alikuwa anataka kushukia. Na wacha nikuambia mtu wa Mungu, lazima uamini miujiza.
Ile treni ilipofika kwa kina yule mama, katika mji wa kina yule mama, ilisimama bila kujulikana ni kwa nini. Yule mama akashuka na treni ikaendelea na safari. Mtu wa Mungu nisikize, Petero alipotoka kwenye gereza, wale waliokuwa wanaomba walikuwa na tashwishi. Walipoambiwa Petero ametoka kwenye gereza, Petero yuko pale mlangoni, walikataa. Lakini yule msichana aliendelea kusisitiza kwamba Petero yuko langoni. Mtu wa Mungu nisikize, haijalishi dini yako ni gani, dhehebu lako ni gani, mimi kama mtumishi wa Mungu nakwambia, kuna Mungu ambaye hutenda miujiza katika jina la Yesu Kristo. Farao akafuata wana wa Israeli akiwa na mpango wa kuweza kuwarudisha Misri. Maandiko yanasema wana wa Israeli walipomwona Farao anawafuata, walianza kupiga kelele, wakaanza kulia, wakaambia Moses, kwa nini ulitutoa Misri? Afadhali ungetuacha kule. Hebu nisikize mtu wa Mungu. Mungu akamwambia Moses aweze kuinua fimbo lake. Akainua fimbo lake na njia ikafunguka katikati ya bahari. Mtu wa Mungu, acha nikwambie, kuna Mungu mbinguni anaweza kutenda yale yamepita akili zako. Wana wa Israeli wakavuka katikati ya maji, njia ikatengezwa katikati ya maji, wakavuka mpaka ng'ambo ile nyingine. Wale wa Misri walipokuja pia wakafikiria ule muujiza ni wao, ile njia imefunguka ni yao. La asha, hiyo njia haikuwa ya wana wa Misri, hiyo njia ilikuwa ya wana wa Israeli. Nisikize mtu wa Mungu, walipojaribu kupita ile njia wakaangamia kwenye maji. Mtu wa Mungu nikwambie siku ya leo, kila mtu ako na muujiza wake, na mtu yote atakayejaribu kupita kwa muujiza wako ataangamia, kwa sababu every miracle is designed for an individual. Kila muujiza uko na mtu wake. Kuna jambo Mungu anataka kukutendea, na yeye anaenda kukutendea bila wasiwasi. Hebu nisikize mtu wa Mungu, Mungu ni Mungu mtenda miujiza. Yeye peke yake ndiye hutenda. Maandiko ametuambia hapo Zaburi 72 ati yeye peke yake ndiye Mungu atendaye maajabu. Hebu nisikize mtu wa Mungu, wakamrusha Danieli ndani ya shimo la simba. Hebu nisikize mtu wa Mungu, na ilipofika asubuhi mfalme akaenda akamuita Danieli, Mungu wako unayemwabudu amekuokoa. Danieli akanena kutoka katika shimo la simba, akasema Mungu ametuma malaika wake na amefunga midomo ya simba. Hebu nisikize mtu wa Mungu, mahala popote siku ya leo, ningependa kukuombea miujiza ya Bwana ingie kwa nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Nimekuambia mimi sikujui na wewe haunijui. Sauti yangu peke yake ndio umesikia, na hii sio sauti yangu, hii ni sauti ya Mwenyezi Mungu ambao nakuambia muujiza wa Bwana, lile ambalo unatarajia naliweze kutendeka kwa maisha yako. Watu wamekucheka, watu wamekuangalia na kuona kama hautawahi kufaulu. Najua nanenea mtu ambaye anapitia mauzito, mauchungu, kutosamehewa, kukataliwa. Nobody cares. You feel defeated, you feel empty. Hebu nikuambie katika jina la Yesu Kristo, huyu aliye mwana wa Mungu hakuja tu bure ili aweze kufanana tu nasi. Alikuja kuinua maisha yetu. Kwa hivyo mahala popote uliko mtu wa Mungu, ningependa uweze kusikia jambo limoja ambalo ni la ajabu. Mungu wetu anaenda kukutendea mambo makubwa, anaenda kukutendea mambo ya ajabu, kwa sababu yeye hajawahi kushindwa na hatashindwa kamwe. Anaenda kuinua maisha yako, anaenda kuinua mafikara zako, kwa sababu yeye peke yake ndiye Mungu wetu na hajawahi kushindwa. Yeye anaenda kukutendea mambo ambayo hujawahi kuyaona. Kwa hivyo mahala popote uliko mtu wa Mungu, nataka tukubaliane pamoja, lazima uwe na imani. Hiki kipindi kinaitwa Sauti ya Imani, kwa sababu mimi kama mtumishi wa Mungu ninaamini katika Mungu atendaye miujiza. Kwa hivyo mahala popote uliko, ningependa kuomba na wewe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu unayetenda miujiza, ukamtoa Petero kwenye gereza,
Naomba miujiza katika nyumba ya huyu anayenisikiza kuonekee kwa njia ya ajabu, kwa sababu wewe ni Mungu na Baba wetu. Kama uko pale nawe haujaokoka, ungependa Bwana Yesu akuokoe, sema: Bwana Yesu, naja kwako, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe na uniokoe. Yesu ni Bwana maishani mwangu. Amen. Msikilizaji wangu, nipigie simu. Nambari yangu ni 0718-899-899. Nipigie simu 0718-899-899 ama 0789-230-250. Nipigie tafadhali, nipigie. Nirudie nambari yangu 0789-230-250. Nipigie mahala popote naenda kuomba pamoja nawe. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Msikilizaji, bila shaka umebarikiwa na kipindi kwa siku ya leo. Ikiwa una maswali, unahitaji maombi au kusimama na kipindi hiki, unaweza kuwasiliana nasi kupitia 0789-230-250. Nambari ni 0789-230-250 au 0718-899-899. Nambari ni 0718-899-899. Pia unakaribishwa kushiriki nasi Abundant Life Worship Ministries Githurai 44. Ibada zetu ni kama ifuatavyo. Jumapili, ibada ya kwanza ya Bible Study ni saa 2 asubuhi hadi saa 3 asubuhi. Ibada ya pili ni saa 3 asubuhi hadi saa 5 asubuhi. Na ibada ya tatu ni saa 5 asubuhi hadi saa 7. Ungana nasi Jumamosi ijayo kwa kipindi Sauti ya Imani saa 3:30 hadi saa 4 kamili. Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church